Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Kenya inapoadhimisha miaka 16 ya katiba, maandamano ya miaka ya hivi karibuni yameibua maswali mazito kuhusu usalama wa raia na uhuru unaolindwa na katiba. Nyuma ya takwimu hizo kuna watu ambao wanaoishi na majeraha yaliyobadili maisha yao, familia ambazo zinazowazika wapendwa wao, pamoja na wanahabari ambao wanaodai kutishwa na kuzuiwa wanapotekeleza majukumu yao, huku madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi na kubanwa kwa nafasi ya kiraia yakiendelea kujitokeza. Usiku huu tunauliza mtazamaji, tumefika umbali gani kutoka kwa haki ambazo katiba inamhakikishia kila Mkenya? Vera Mora anaripoti zaidi. Katiba ya Kenya inamhakikishia kila Mkenya haki ya kuishi, uhuru wa kukusanyika kwa amani, pamoja na ulinzi dhidi ya matumizi ya nguvu kupita kiasi. Aidha, vyombo vya usalama vina wajibu wa kuheshimu na kulinda haki za binadamu. Lakini katika maandamano yaliyoongozwa na vijana wa Gen Z mwaka 2024, mwaka 2025 na mwaka 2026, hali ilibadilika kwa kasi. Vitoza machozi, milio ya risasi. Nilipomaliza kufunga kazi yangu na nyumbani, nikafika stage tunaitwa Kimbo, mahali wanapandianga gari nikielekea nyumbani. Nikapata hiyo siku hakuna magari, kulikuwa na maandamano. So ikafu nitembea miguu kwa sababu walking distance ni 4 kilometers. So ikasema masaa imepita, acha nitembee kwa nyumba. So nikatembea kutoka Sukari, tukaendani nikapita nikiwa barabara ikiwa salama, watu walikuwa movement ilikuwa sawa. Nikafika Kithurai mbele ya roundabout kama 400 meters. Hapo ndio maskari walikuwa juu highway, kwa napiga marisasi na madia gas. Hapo pia mimi nikataka kukimbia kidogo ili kuepa. Ila kati ya kuepa nikasikia mguu yangu ya left kama imeganda, nikashinda kukimbia. So ikafu nimelala chini kidogo, watu wengine wakakuwa wamekimbia wakatoroka mbali wakaenda. So ilipotikia kama like 10 minutes hivi, maskari wamesaenda move away. Tukapaki na wasamaria wema. Walikuwa kwa biashara ilikuwa hapo kando yangu, wakakuja kwa biashara yao, kwa sababu mimi nimeumia hapo. Ni kama mguu sinikana, ndio maana mguu ikakatwa. Mwenye alinipiga risasi si kuwa na mawe kwa mkono hata fimbo, nilikuwa tu na simu kwa mkono hivi tu nikitembea. So watu kama ukipiga risasi hiyo ni mbaya sana. Ukipiga mtu risasi ni mtu ambaye maybe ako na misara ama ako na panga, hiyo neno nasema mimi alikuwa anataka kunipiga na mimi nikampiga first. Tukio hilo lilibadilisha maisha yake kabisa, kutoka kuwa mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi hadi kuishi na ulemavu wa kudumu. Roger sasa anabeba kumbukumbu ya tukio lililomnyang'anya sehemu ya maisha yake. Challenge ni mingi zaidi. Kurvis bado imekuwa changamoto kwa sababu mimi nilikuwa the breadwinner wakati bibi kwa kazi. Mimi ndio nilikuwa nafanya kazi. Sasa hiyo wakati ndio nimeumia, changamoto imekuwa ngumu zaidi kabisa. Hata mtoto alikuwa anasomea maybe ka private school hivi, at least aendelee na maisha yake vizuri. Sasa ilibidi mtoa hapo, mpeleke ya public bado ya public wana challenge bado kidogo. Swali ni moja. Je, nini hutokea pale wale wanaopaswa kuwalinda raia wanapotuhumiwa kuwa chanzo cha madhara yanayowapata? Hadithi yake inaungana na ya Dennis Wanjiku Wachira na Benson Njoroge, waathiriwa wengine ambao majeraha yao yanaonesha gharama ya ukiukaji wa haki za binadamu. Katika miaka ya hivi karibuni, haki ya kuandamana na kukusanyika kwa amani pia imekumbwa na changamoto, huku watetezi wa haki za binadamu wakikamatwa katika matukio mbalimbali. Wengine wamejikuta korokoroni au kukabiliwa na mashtaka kutokana na madai ya kuhusika katika kuandaa au kuunga mkono maandamano. None of us are terrorists. So the president thinks the anger against his government is manufactured and people are being paid. Takwimu zinaonyesha kuwa mwaka 2024 takriban watu 60 walipoteza maisha katika maandamano. Zaidi ya watu 1300 walikamatwa kiholela, huku mamia wakijeruhiwa na ripoti za watu kutekwa au kutoweka zikirekodiwa. Mwaka 2025 idadi ya waliopoteza maisha ilifika 62 katika maandamano ya katikati ya mwaka, huku mamia wakijeruhiwa na zaidi ya watu 760 wakikamatwa na polisi. Mwaka 2026 vifo 7 viliripotiwa, huku misako na kukamatwa kwa waandamanaji ukiendelea. Maandamano ya kupinga kupanda kwa bei ya mafuta ya Mei tarehe 18, watu 1059 walikamatwa. Wakati wa maandamano ya Juni tarehe 25, watu wengine 355 walikamatwa,
huku zaidi ya watu 400 wakiripotiwa kujeruhiwa. Haki ya kupata na kusambaza habari pia imekumbwa na changamoto. Kila mwanahabari ana haki ya kuangazia habari na kufahamisha mwananchi kile ambacho kinaendelea bila ubaguzi wowote. Wanahabari wanaoripoti maandamano hushambuliwa, kujeruhiwa, kutishiwa na kuzuiwa kutekeleza majukumu yao. Vyombo vya habari pia vimeripotiwa kukumbwa na vitisho. Hali hii inazua maswali kuhusu haki ya wananchi kupata taarifa na uwezo wa wanahabari kuripoti matukio bila hofu. Wanahabari wanaposhambuliwa wanapotekeleza wajibu wao, madhara yake hayaishii kwa mwandishi binafsi. Yanagusa pia haki ya wananchi kujua kinachoendelea na yanaweza kufanya uwajibikaji wa serikali kuwa mgumu zaidi. Kwa hivyo swali linabaki, je, nini hutokea pale wale wanaopaswa kuwalinda raia wanapotuhumiwa kuwa chanzo cha madhara yanayowapata? Vera Moraa, KTN.